Ambu binti wa mzuri. Mtu wa wivu unampatia neno moja anakuzalishia 5. Udada niwaambie lakini unajua niwaambie lakini anakolewa kitanda. Tena akiburi. Nilimuuliza mimi nilikwambia tu ni wa nini? Ni wa mzuri. Si mishepa. Nilikwambia kwa matatizo zake zote. Baba. Hapa niwaambie, wewe unasema niwaambie, unaambiwa kule mkatie hivi na hivi. Hivi kuharibisha mwenzako itakuongezea nini? Umelipiwa sasa. Hata kitu ile dada watu tu wao leo. Sio dada sio mzuri. Sasa tumika pale kwa pasha hiyo mwanzo bibi yake bana. Balikuuliza mimi. Ndio. Sisi ndio tunabaiwa mkono tuuliza tunaishi nao. Hauye kama mapendo nafunika wingi ya ubaya yote. Naweza kwa niko ubaya kwako chuko na wewe kunichukia. Mimi nikikupenda na mabaya mimi naifichaka. Ukionaka bibi mwenye ananga saba na bwana yake anasema mpaka vyote hampendi. Maybe mwanayua bwana tutarudiana tena naye anafichaka mimoa. Wanamwambia eske hivi kitu nakuganisha sasa ndio ni vile tu. Iko na maboro yake mule. Mimi anayua hata niseme na shipatia haya bure. Kesho bwanangu tunaiba anatakia nitafuta. Nenyewe mnasambaka hapo anakwenda na kitanda. Utaona vitu wanasema mbona kile kitu anakwenda kitanda na huko nacho. Na unjuli bambia? Tutali hapa. Mshakuwa mimi na bwana hata mkorogane secrets mwangu siweke. Siku mlitereza naka mnakia hapa kwa pastor. Nilikwanga na nyinyi. Ulimwezaka wewe peke unashindwa mweza yake shakushinda. Wewe tu. Pastor unavya maisha nishinda. Mwalimu kutelezea kwa nani? Uko njoo mchoyo. Hauyo tora. Yesu ukiua chetili hata na kushinda unaweza chimupa na haki inaendelea. Kila mtu ana kiburi, kila mtu na mbaya sana pana nzuri mjere. C'est fini tu. Wa papa jambo. Jambo. Wageni washawashinda? Hapana. Kama ikawa shawashinda wewe wapatia tu haki yako. Kuishi na wengine ni kujua haki ya kila mtu. Basi. Amen. Amen. Kila mtu wa uchafu, nilisema kama kazi yake ni kuchafula we. Leo walio safi wanafanya nini? Wanaambia. Amen. Tumekuwa kuzambi ya tumesema ni ngapi? Ya 4 ni zambi ya ulevi. Haleluya. Mnakumbuka Noa? Pepea Yesu kwa mnakumbuka Noa. Huyu Noa akalewa mpaka akaacha utupu nchi. Akajiacha haza ulevi ni zambi yenye na chenye jingeonekana unakionyeshaka. Tena na huyo mziki ya mbaya. Una vile matako yako hauisuku lake, tena unashusha shipi maneno matako. Unaenda kwa kola na mjii. Kwa tu ambao yana jeshi yake na kupembeni ya barabara nasoma vikwembe. Akitazama waka sawa. No, akalewa wakati utupu. Kama uko maîtresse ile sasa tunapa sasa. Bonjour madame la maîtresse na uko shwa. Utasema nini? Oui bonjour. Bwana tusaidie sana. Utakwambia toka. Zambi ya ulevi na jambo anaacha utupu nchi. Lakini utakutana mtumishi wako. Lakini wewe mtumishi utakunya shimashi gani na ushazikatika. Na unaongea na nani? Eske ulevi unaacha mtu abaki na akili? Hauna matabu kwa usema si pastere huyu. Pastere nyamu kunyake uniambia mtakunya ya wapi? Na wengine mpaka wanakianga hapa na waisha leo. Basi mlevi uko na akili. Unatoka mkokota ndio unakia mchisomo. Wewe ushikana nao pale basi ateseka. Mkiwatafuta ndio mkifanya rondo mtawanasa. Walevi wabaki na akili. Zambi ya ulevi iliangusha hata nani? Hata Noa. Bwana usaidie sana. Nimesema ni zambi ngapi? Zambi ya 5. Ni zambi ya kuabudu sanamu. Kupenda sana vyako kuliko kupenda vya nani? Ya Mungu. Hata leo kuna mwenye anashinda kwake. Anasema mimi nashinda hapa shughuli niko natengeneza nyumba. Iko. Hata leo kuna mwenye ameshakachuruza msoko. Maana yake anaangalia kama papa nilikuwa na franga hasa niko na ndege ya kilimba ya watu nikaenda kukanisa nalipa nimeanza zenye azikukuia katikati ya semene itikawa kufunge. Usiende abudu sana. Kila kitu utapatiaka nafasi ya kwanza zaidi ya Mungu ni sanamu kwako.
acha ushindo la mkia kwa maombi ya asubuhi. Senkere ndio sasa maombi na wewe senkere njoo mgeni tamaa mapenzi anakunasa. Sheri, unaenda wapi? Sinaenda kumwambia mpaji wa yeye. Acha nimalizia yangu tuende. Mapenzi senkere, mapenzi sete, mapenzi wite. Papa swache niende na ukienda kile kisomo nachitoka ama unabishia pale na sitakwambia turudi. Mwanamke anabakia tu na wewe. Vile. Unaabudu nini? Papa, Mungu anaweza provoke na kifo cha ghafla. Unastukia unakufa. Nimeshawaona watu wengi ambao wamekufa na wakaacha mali. Ukifanya mali na kuwa prioritaire, Mungu alimalizaka. Ukifanya mtoto na kuwa prioritaire. Nimeshaona mama mmoja mchakazi, alikuwa anaomba Mungu ampe mtoto. Akafanya miaka 10 mundoa hapate mtoto. Mwaka ya 10 mhubiri mwaka fika akasema waabudu sanamu wote pana baraka zinafungwaka. Kumbe siku Mungu alimpatiaka franga akaziabudu sana kuliko Mungu. Mungu akamaliza franga na akafunga na uzazi. Jwali waka kimupa mtoto atamfanyia kanisa sanamu. Kuko watu biko na pepo ya kukonsidere vitu vya Mungu kuliko kumkonsidere Mungu. Nao usiseme moyoni mwako kama akili yangu na nguvu zangu zimenipatia imani, lakini utakumbuka Bwana Mungu wako aliyekupa nguvu za kufanya nini? Za kupata. Kama ukisahau atakuharibu kama anavyoharibu mataa. Mungu akamfunga pendisa. Mungu akasania kosi ameshaokoka hata kujiaka tena. Akampa mtoto. Siku alibeba mimba, kila siku maombi. Siku alizaa, maombi kakata. Mtoto anashiaraje, usiku yote asili. 4 mtoto anaanza kilio. Sasa inafika 5 kilio kinaishi. Kwa maana nasema na mimi hicho sasa kufanya ya kulala kama usingizi. Maana mbona ukukuya mtoto sawa. Kesho tena mbona ukukuya mtoto. Mbona ukukuya mtoto. Takuwa mtoto. Après 2 ans mama shakaacha kanisa. Mtoto alimalizaka kwa age normal. Mais akasema mtoto ndo akwenda ku maternelle. Il faut que la semaine kwanza mnawisha nimpeleke kwa maternelle. Unaangalia jesha aje dasumbukia. Kuko batu biko hapa. Leo wanampenda Mungu jua bana kitu. Mungu akiwapa mtata sumbukia vile vitu, kuliko kusumbukia nani? Najua na Mungu anabaona akiona ile nia ndani yako anafunga baraka zake. Mungu akarudia kwake, jua alikuwa na haja ya ile karama iliyo ndani yake. Mtoto alipigiwaka sarati. Kutoka tu masomo diare mama, diare tena mama po, tena mama po, tena mama po, katoka na nyoroka, anazania na kufa. Tole kudawa. Kufika kudawa anamtia kwa serumu, tena po. Ushura kwa hapo ni alifungaje. Ukiona kama magonjwa yako inapona, maana haina mfiko ya Mungu. Probleme yako wewe itaacha na vitu vyako vyote vinahangaika na kusha salama. Mtoto anahangaika, je probleme nani? Ya mama kuabudu sanamu. Hata watoto Mungu akatupatia tusiwapende sana. Mungu anakubalisha watoto. Ukauliza wale watoto wa mingi hakuna formula kwa kubalisha. Sio kwamba na franga za mingi, sio kwamba anapataka chakula, ni Mungu tu anakubalisha. Bwana tusaidie sana. Usionake niko na franga na mali za niko na akili kushinda. Ni Mungu tu anataka. Siku franga zinataka zinakuya, siku hazitaki zinaacha. Usionake makanisa yenye yala sana, usanie pasteri kwa nguvu. Ni neema na ni wakati tu. Mungu akitaka saa hii, watu watayala hapa na wale wote mnawakosa msana kenda kupatia. Na akitaka saa hii na bauli wanakosekana. Ndio maana wanasema na tusisumbukie chakula wala nyumba, maana yote tutaipata kwa nini? Kwa neema. Ni ndio revera. Ni fani ndio ipate revera. Ni neema tu. Haleluya. Amen. Mtoto alisumbuka, mimi apende kusumbuka, ndio tena alianza ita maombaji. Mkie muombe mtoto, maombaji waliomba na hakuna. Sikia nikwambie, mtu mweko iko kwa mabala na majaribu zilifimbo ya Mungu. Mungu utamuomba ae na choma alikupika. Mlozi akikuloga, unaitaka Mungu analogola mlozi. Mungu njoo anakuloga, tena unamuita, maana ongezea mlozi. Njoo wale watu wanaokuwa na mashida, hata wakija kanisani, njoo shida zinapanda ngazi. Wewe problemu yako sio walozi, problemu yako sio jamaa, problemu yako ni vita yako na Mungu. Na kutoka mwile vita, il faut jitoe roho, mwili na akili, na Mungu haiko yuma, jua na kuyua, unayeba na wewe na Mungu. Mwache tusumbua hapo.
Inafaa ushipatie wewe Mungu na utii Mungu na asikie kweli Mungu na Mungu atakupatia wakati ya kukuobserve. Ndio tunasema mimi nafanya dhambi na tubu kesho. Chenye utajikokote. Utafaka miaka leo unasema deliverance na uipati. Utasema papa tunaitwa na Mungu, niende fasi nyingine. Nako vile, tena niende fasi nyingine. Nako vile, Kaini alipatiwa pigo tanga na wakukua. Usimpataki. Kumbe kupata na ukua na kusaidia. Ukipata ukua sana kusaidia. Kuko watu wenye biko na kombaza hapo na Mungu, usishitie Mungu yao. Ambia jirani, ukiona jirani vyake vibadilike, mwachie vyake na Mungu. Basi unasema ndasema aenda vyangu njoo vibadilike. Ni hatari. Mwambie jirani, ukiona vya jirani vibadilike, mwachie vyake na Mungu. Mwachie vyake na Mungu. Hata useme tu tushakwambia. Ndio. Amen. Basi tufanye. Yona waliombaka. Tipe shwa shwa vyake yaliombaka. Sasa kwa anashizili. Kuko watu wanashishua vyao na Mungu hata kile waombe wanaeba. Twende pima. Barikia na hapo twende pima tuna pastor Joel. Na hizo tulikia pima, tulikupima. Basi mimi niko kipimo. Tarudia tu na vyako jirani. Siona wanasemaga tu formula ni kufanya. Wewe na Mungu. Kuko kaa ingine yotaingia mazambi ovyo ovyo, ti Mungu anakuambia na mtu asifanye nini? Asikuwake. Na mwenye atakusema sema mwali kanisa juu utoke hapo na amekusaidia. Na watu wasabale hawasikii yake. Kuko mwenye utaonyaka wanakusikia na kuko mwenye hata uanze kusubiri mpaka kesho hatasikiaka. Ndio maana acha kupoteza. Na Yesu akasema gani? Hapa kumsalaba. Atakayemwamini asipotee. Mwenye mwamini apotee. Basi Yesu alimaliza kabote. Alijama kuliwa na msikii. Na wewe kama unisikie tutakutupa. Wakasema mbato kila mtu aombe kwa Mungu wake. Yona kaomba. Basi nasikia. Solution ni kumtupa. Kuko wengi tunaanza nao leo maisha. Hata tunachazwa pamoja, hata tunafanya maendeleo pamoja, mwisho ni kubatupa. Anania na Safina aliomba na wengine, wakatoa na wengine, mwisho yao ni kutupiwa tu. Mbona mwenye manatupa kuliko kukufa? Ndio nasikia watu wanasema ule pastor Joel, ukienda ukipigana naye unakufa. Mungu angana alipa neema. Wewe ukijileta Mungu anakutupa. Enda malizia vyako kule. Hapa hiyo fasa kumalizia vyako. Zambi ya kuabudu nini? Sanamu. Kitabu cha Mwanzo sura 11. Banaambia wanasema juu ya habari za watu wakasema tushishengee shina, tufanye mnara wa nini? Hii zambi ya kuabudu sanamu ni watu wanaozadi kwamba kwa nguvu zao watageuka mafulani. Bila nguvu za nani? Wanafikiri kutumika sana ndio kupata maisha. Paka nende bwana na za Kinyandoni Dimashi. Kusema nilianza kwa Kinyandoni inasha ndani nyingine ya Kinyandoni. Kama Kinyandoni ndio kusema nini? Kama ni ndoni nini kama ni. Ilo na kasiri zake. Haleluya. Haleluya. Amen. Zenye ukukula hii juma yote. Leo ni siku ya Bwana. Acha wapinga Kristo waende kule wiki ya siku ya Bwana. Maisha haina haraka. Ukikuwa na haraka kuliko ipate au itakupata. Na unataka kukimbilia maternity job sana. Unamjana kimbilia kaka, yeye unaluma. Unakwenda cheka mliacha wapi? Kunyumba. Mliacha kunyumba unafika ushapona. Mliacha kunyumba takiaka na ushafaa kule shumu. Anakuya tu na ngari mlango amba mezani. Kesho sifule amba meuli. Hautapatwa na haya. Unacheka tu kalupako na kaitaje, unacheka pastor Joel. Unajua sisi tutacheka sana. Kuabudu sana. Pia kuna kuabudu sanamu ya kupenda mapenzi sana. Ambia jirani usipende mapenzi sana. Hata bibi yako, acha hiyo kupenda mapenzi sana. Utamwabudu Mungu atakupiga. Saa yote ni kulala. Hawa watu wenye wana kazi wanalala sana. Daudi jua kupenda mapenzi sana. Mapenzi ikamtosha kwa etaje, ikamshusha chini, akaenda anguka kumke wa nani? Haiko mapenzi. Mapenzi inaweza kusha mzee mwa chisomo hapo.
inamtosha, anaona mkakola je kule roho ya mapenzi. Kuko watu wanaabudu majipe hapa na Likwembe. Haswatishaki, washawapanga ndio kuswatisha ule. Make vile na mkisongo vile maibashi mko naimba. Tumekombolewa sote vile jimbo na papa, roho yake kwa papa. Make unasema pastor sumalize mbio ule dada nimuone. Hiyo Yesu. Roho ya papa kabisa. Pastor asistana shabatia katena. Kuko papa, unataka kuleta bwana wako mchisomo, kumbe unachamletea kajokere hapa. Ndio unachamletea mashokere hapa. Kumbe unatuletea dume ya iswatishaki. Sijaribu hii mchisomo. Mbona mafulani hamjai kufuata rudia usiku? Tulimuona na ule msika wa mazabao. Papa Joani nakwambia ataniambia mimi. Msikake wapi? Kwa mazabao. Tena hii mazabao hii ni habari ni Elia. Usipende mapenzi sana. Kama kuna maisha ya bila amani, tena maisha ya riski, ni maisha ya zambi. Kila mwiko mzambi, yuko natia maisha yake mnini? Muriski. Utapoteza heshima, utapoteza stability ya maisha, na mwisho utakufa. Na utakuwa maskini. Bibi mulikuwa mnaka mrembo, utamwona mbumbavu. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Nilisema mlozi wa jamaa yako hana nguvu. Amen. Mipaka dunia haina nguvu. Meche tio na nguvu ni nini? Ni zambi. Haleluya. Amen. Nikasema huko mtu anaweza ingia mkanisa asusia yake mpaka uanguke. Habari ya Samson. Kama unajua Samson pepea Yesu. Samsoni aba walifahamu ndoa za kurendera bila bagusako. Samsoni Mungu anamwambia aufie Waisraeli mwenye anatakasika. Pepo zikaona akao aufie. Atapata nguvu za kufanya nini? Za kupiga Wafilistini. Shetani akamuletea Delila na akafanya kwamba ufie bamumukule, bakamkula Samsoni. Kisha shetani akapatia Samsoni macho ya kuangalia nani? Delila. Sasa aliona Delila deja kamuoa ndoa yenye haiko kihalali. Wakati yote unatembea mapenzi ya Mungu, uko na nguvu za kupiga hiyo maisha yako. Muda yote utatoka mapenzi ya Mungu, adui atakupiga. Kama maisha inaweza kutushinda, moja wapo ile tayo maisheke ya maisha ni zambi. Kuoa ndoa isiyo kihalali inakuletea maisha yako yote ya ndoa ikuwe jehanamu. Na kuoa ndoa muhali ya voie normal inakuletea maisha ya ndoa iko sawa. Mtoto mwanazaliwa mndoa ni baba na mama wamereshana, naye pepo ya kurendeshana, pepo ya kumbeba bure mpaka wazazi walie, naye tu atamwilishaka. Wewe unabeba mama yako na wale watoto kwamba kabaki ni wafanye. Na wewe subiri wako. Lile ulipanda. Na wewe atavuna. Mungu ndiye anambia msikamba ole, ole wako. Au kwa mzilifu. Najua upendai viguli ya bagarso kwako. Mtoke kwangu, ule ni nani fulani? Wewe walikuuliza kama wale bibi yako uliko nani? Tena watu wanakuwa wakali sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Bwana atusaidie mara 17. Amen. Unaweza kimbiza shetani lakini hauwezi kimbiza dhambi. Amen. Amen. Mungu akusaidie uweze kuepuka dhambi. Na ukiepuka dhambi, utaangalia neema ya Mungu inatembea maisha yako. Kumbe kitu tunatakiwa bie na wewe tuogope. Tuogope nini? Dhambi. Na nilikwambia kila mtu mwenye mdhambi anasemanga nini? Si api. Sasa ulizo ni kwangu na ulizo ni kwako. Amen. Tumetoka kujifunza aina ngapi ya dhambi? Nimesema dhambi ya kwanza. Nimesema bongo kinachamshaka yule mtu akike bongo ni nini? Tamaa ya kupenda maente. Nimesema dhambi ya pili ni usinifu.
Nimesema uzinifu hasara yake, muonalala naye anakuachia nini? Ukilala na motare, ukilala na maso, ukilala na mekanisie, hautanawaka. Ukilala na rulaje, hautekalaka kwenu. Ukilala na profesere, kinywa bele bele, chonga ya tashi. Zambi ya tatu, wivu. Nimesema mtu wa wivu na namna gani? Mafanikio ya wengine inampatiaka taabu. Na hautotaraka mtu mweko na wivu anabakia bila kuongelea wengine mbaya. Kazi ya mtu wa wivu ni kuongea tu wengine. Na nikasema mtu mchafu kazi yake kuchafula wengine. Ya ine, ulevi. Nimesema hasara ya ulevi ni na chenye kionekane kinaonekanaka, inapoteza mfano ya nani? Ya Noa. Ni mtumishi wa Mungu mweko na upako, na Mungu anamtapa ni mwenye haki, lakini ulevi ukiingie problemi inaanza. Kumbe nani yeye Mungu hapa kwa madhabahu? Kwa madhabahu hizi acha ulevi usikunase. Njoo kwa makanisa leo zenye pastor Joe Grametro wa kupiga makarika. Anakuambia karika iko zambi. Ifaa madanganye shule alifanya interezaki. Dada ukilala na mimi niko pastor lana zote zilibakilie. Si mimi cho Mungu anajuana na mimi. Bongo wewe mtabakia hapo na kudanganya. Kuna defendre tere. Tumesema ya tano, kuabudu. Tumesema kuabudu sanamu ni watu wa namna gani? Wanapenda sana vitu vya Mungu kuliko Mungu aliyewapa. Kupenda kazi zao sana kuliko Mungu mwenyewe aliwafisha hapa. Pale ndio namalizia. Watu wengi wanafanyaka zambi, walianza zambi depuis mtoto, unaweza waiona. Kwanza hii zambi toa usinifu. Pale ndio namalizia. Kamsika kalianza zambi usinifu. Nyie watoto wa msika mnyamia leo. Fanya attention. Wani nyamanza isikuwazi. Lakini acha niseme tu. Tusiseme jina mtu. Mtoto mwenye anaanza usinifu, mtoto msika mbele ya wakati. Banaanza nyonya maziwa yake mbele ya wakati. Unakutanaka iko tu na bigoro kusa bipapai. Mako unakutana kwa deforme. Wewe unasema una miaka 15. Tutakutana mtu kuyuno china vimba, bei likulu iko sa kimiti. Juu alikimbiliaka zambi ya valash. Zambi na deforma kamutu. Tena sana. Kuna menyeliko vile ni maumbile yao. Na uko wengine ni jua alianzaka zambi na wangali. Na ukianza zambi ya msharati na ungali mdogo kurefuke na kwa nguvu. Utemandito unavibiaka pale fasi. Hapo unadanganya. Unazana na miaka 15. Deja utafimbia pale mwanakona anasema lumeri huyu. Ndio kwa mtipe mwalo yenye alupandaka unabakia tu pale pale. Kwa sababu boxer. C'est un problème sérieux. Mungu atusaidie sana. Ya pili, kani kalimani kimekupa. Mwile deformation ya zambi. Zambi pia inaleta udawasimu. Dada, Mungu ashakuumba huko mwenyewe hatakwaka de vierge. Siku utakwaka de vierge, wazimu na kupanga. Unalala na mtu mwaisha lala na fuma, kwenu hakuna maisha kuwa fall, leo utakuwa kali. Unatukia tu certain moya papa, foli na inaruka. Huyu alikufa nini? Mbona mudela kusande? Kuna waka wafu. Aku aliumananaka mshetani na shalona. Bakozi balimuloka, balozi banduko nawasemea bongo. Zambi ya usinifu na tafuli. Sasa kwa bakia pale kuna wazo na reason. Ubikira wangu. Njo unaanza aona yenye aonaki. Naona kinyoka kinapita. Si ulalaka na nyoka. Kumbe ulalaka na mfumu. Kila zambi yote ya usinifu inakiaka iba nyota ya mtu. Zambi yote ya usinifu inaiba nyota. Sasa na Yesu zambi zimaliza kwa moza mingi. Msalabani akasema, "Eloi, kwa nini umeniacha?"
Sasa dhambi zilikuwa za mingi mwana wa Yesu, mwana wa Mungu, Mungu akamwacha. Na wewe unashalala na wale wanaume kama 5 6. Unaweza hata na mmoja, wewe unashalala na 50. Unamletea dhambi za watu 50 alafu. Ndio unaweza na mtu mmoja, ni tu ya kwanza. Mimi nakuacha hapo. Nikoshe watu ngapi? 50. Sasa isitoshe mapapa wao mnaenda mpaka kwa mahoteli. Unaiona ule chapo analala na mangapi? Na manyoka na wachawi na wabumbavu. Jozo watoka pale unaletea bibi yako laana zote za dunia. Na ndio maana maandiko yanasema mwanamke yoyote akinasiwa nje afukuzwe. Hasa je baba, tunawafukuzaka? Tunazima kwa washi. Mwanamke alikala tu yuko anamletea kifo. Sutosheke. Mimi nataka nikuombe. Ambia mzako mwisho wako utakuwa na maana gani? Na mwisho ukikufa, hii matamaa yote ya zambi tunabakia hatuko. Siku utakufa utakusha kutenda chako cha bien, watakutia mbao mbili kama 6. Drape yako ya machange watakuziaka drape moja ya kulele ya mweupe. Na mwisho utageuka mifupa na unarudia mavumbi na unapotea. Kule kwa Hindi hapo wanachomaka mtu wanakamata ile vumbi walitupa mlima. Ambia ukabia mwambie Shirani mimi na wewe hatuko kitu. Hata tufanye zambi hatutafika kwa miaka 200. Haiko. Kwa nini tushindwe tayarisha kwetu tutaendaka? Probleme iko kufanya kazi ya Mungu, probleme iko kushika makanisa, probleme iko kutoa, probleme ni mwisho nitaenda wapi? Hizi zambi zote zinatoshaka mtu, lengo yazo ya hizi zambi ni kukutosha mfalme, zinakupeleka mkupotea milele. Mpendwa tujiulize. Eske uongo haiko ndani yako? Mwisho ya uongo utaenda wapi? Mwisho ya usinifu utaenda wapi? Mwisho ya ulevu utaenda wapi? Mwisho wa wivu utaenda wapi? Mwisho wa kuabudu sanamu utaenda wapi? Leo siko kubia baraka. Injili sawa na hizi watu wasipendaki. Watu wanapenda mtabarikiwa. Hizi wasipendaki lakini zinaleta uzima. Tuiwe kama mimi na wewe hatuko kitu. Papa walikusema, mwisho wa kuniambia walisema tutaenda wapi? Nimekupenda, mwisho wa kunipenda wapi? Chini. Leo ukiambia Bwana, ninaamua kuachana na ile mambo yote. Salomo ndio aliexperimenter mabibi wote wa kudunia, warefu, wanene, wafupi. Mwisho akasema yote ni ubatili. Leo ungemwambia Bwana apatie mwisho mzuri ya kujua kama yote ni nini? Leo ungerenose kusaku useme mimi naacha. Hata wale tafuta maisha nikuwe magistrat, nikuwe licencié, nikuwe docteur, na madaktari leo wameshakufa. Shetuta onana tena ukonga moya bari pamoja na malaika ukura haiko tele. Chetuta onana tena ukonga moya bari pamoja na malaika ukura haiko tele. Tuonane, tuonane uko ngambo ya bahari, tuonane kwa furaha, ukura haiko tele. Napende sana lakini hautafika kwa objectif ni bure. Na kama unajisikia unasema Mungu nisaidie, aka kitu nimeshitambua kako mumie, utashimama mwambie Bwana nisaidie. Mara ngapi mke wako unamsema mbaya? Mara ngapi umesema bongo? Mara ngapi umechikopa madeni na tena tamaa inaendelea, unasema sikupata, Mungu shapata, tena ukiendelesha vingine? Mara ngapi hali ya usharati hata uyafikia aksio lakini tamaa iko? Utasimama katika zile dhambi 5, utasimama.
Eske hamu ya kupenda Mungu zaidi ya vyako iko? Ingelikuwa ungestopea hata kazi zako, unasema sijui kesho nitakuwa namna gani, kumbe nimalize hata naziri yangu na Mungu. Ikiwa unajisikia kuna kitu kana kugusa, sio tena muda wa mahubiri. Mahubiri imekwisha. Ukishisikia kuna kitu kamekugusa, ushimame mwambie Bwana msamehe. Wakamwambia Anania yote hii? Akasema yote hii. Wakamwambia udanganye mwanadamu, lakini unadanganya Roho Mtakatifu kwa mwana mbingu. Dhambi haina kusema niko mtu wa upako. Dhambi haina kusema niko mtu wa madhabahu. Benye walianguka sana ni watu wa madhabahu. Tupe mwisho mzuri kuliko mwanzo Baba, tufikie malengo tunayolenga safarini. Tupe mwisho mzuri kuliko mwanzo Baba, tufikie malengo tunayolenga safarini. Tunajua heri mwisho kuliko mwanzo, tunajua heri mwisho kuliko mwanzo. Tumezingirwa na tamaa za dunia, tamaa za ujana Baba zimetuzunguka. Bila wewe Yesu hatutashinda. Leo ninakukubali na ninakupa tena maisha yangu. Hii dhambi yenye ilikuwa inanivamia na niko mbele yako, ninaomba leo uniwezeshe, unisaidie kwa hii maamuzi nimechukua leo. Nisiendelee kukutumikia na dhambi ingali ndani yangu, lakini nipatie nguvu ya kuiepuka. Asante Mungu, utanisaidia. Amen. Hatua ya pili, wewe pekee uende ushiombee. Wewe tu unajua ni nini hicho imekugusa. Ni spirit gani hicho imekukumbusha ka kitu. Mwambie Bwana usamehe, ongea na Mungu wako. Twende katika hali ya maombi. Ongea na Mungu, mwelezee ile dhambi. Ile dhambi inakutesa, mwambie Bwana nisaidie. Omba kabisa, omba. Ongea na Mungu wako kwa macho yako. Siku moja nikae na wewe na malaika. Uwezo huo sina, bali ninakusihi Baba, nitie nguvu, nitie nguvu. Napotazama raha iliyo kule juu mbinguni, makerubi na maserafi usiku na mchana wanaimba, nasi waimbaji ulimwenguni tunaimba. Na waombaji kila siku tunaomba, na watumishi kila siku twatangaza habari njema. Nafikiria hiyo leo siku ya mwisho Baba, ninatamani nikae na malaika, makerubi maserafi wale 24 wenye uhai wane, niwaone macho kwa macho jinsi ulivyo Baba na utukufu wako. Nataka nipe mwisho, nikale matunda ya mti wa uzima, nikaimbe na malaika kule mbinguni. Si kwamba natumika kwa ajili ya dunia.